Leo tumetembelea kiwanda cha ndugu yetu Hanspo, na kama mnavyofahamu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan wakati wa kampeni za uchaguzi wa 2025 aliahidi ndani ya siku 100 akiwa madarakani atahakikisha kwamba tunakuwa tuna mpango wa ushirikiano kati ya taasisi za elimu na waajiri pamoja na wenye viwanda. Kwa hiyo la kwanza tumefika hapa leo ikiwa ni utekelezaji wa yale maelekezo ya Mheshimiwa Rais, ambapo mpango huo ulizinduliwa tarehe 9 mwezi Februari na Mheshimiwa Makamu wa Rais kwa niaba ya Mheshimiwa Rais. Kwa baada ya kuzindua mpango ule, sasa tunaangalia sana namna gani tunashirikiana na wenzetu waajiri na wenye viwanda kuona wanawezaje vyuo vya elimu, kwa hapa leo nikizungumzia VETA, wananufaika na sekta binafsi hasa waajiri. Kwa leo tumetembelea eneo hili la kiwanda cha Hanspo na mmejionea. Kwanza lengo la ushirikiano ni kuhusu eneo la teknolojia. Tumeona kwamba ana teknolojia mbalimbali ambazo ukienda kwenye vyuo vyetu huwezi kuvikuta. Kwa hiyo moja ni kuona sana namna gani wanafunzi wetu pamoja na wakufunzi wanaweza kutumia fursa za teknolojia ambazo ziko hapa kwa ajili ya kujifunzia. Na mfano mmoja umeona tu dhahiri pale, tumekuta tuna watoto kutoka chuo chetu cha Arusha Technical College wako hapa wanajifunza kwenye masuala ya umeme wa magari. Sio umeme wa magari kwa maana magari tuliyozoea, lakini ni magari yanayotumia umeme. Lakini ukiangalia kwenye vyuo vyetu hatuna hizo teknolojia. Lakini hapa leo tumeona tuna wanafunzi wanatumia teknolojia hiyo kwenye eneo kama hapa. Lakini la pili tumeona pia namna gani sasa kuanzia gari linapotengenezwa kuanzia kwenye bati mpaka gari la kamilika kwa maana ya kuweza kuingia sokoni. Sasa yote hii ina maana tusaidia sasa kuwapa fursa vijana wetu kwenye vyuo vyetu vya VETA ambao hatuna teknolojia hizo kuweza kufika hapa na kujifunza. Kwa hiyo kubwa ni kuhakikisha kwamba ule mkakati alioelekeza Mheshimiwa Rais tufanyie kazi, kwa tumeanza kuutekeleza leo kwa kuwa hapa kwa Hanspo. Na kwa wizara na Mheshimiwa Waziri pamoja na timu yake nzima, namshukuru sana kwamba ametutambua sisi kama Hanspo, sio jambo ndogo. Na sisi tutaendelea kushirikiana na VETA pamoja na vyuo vyote vingine inayohusisha na elimu na training, kwa sababu fanya biashara tunaweza biashara, lakini yale platform ya kufanya biashara ni serikali. Na vijana wetu wakishaona kwamba kuna fursa ya kupata kazi, wanakuwa na motivation kusoma pia. Na pia vile vile kwenye shule tunapata theory, tunapata theoretical training. Lakini kama kiwanda chetu ya Hanspo tunashirikiana na Arusha Technical College pamoja na VETA na vyuo vingine mbalimbali ku convert hiyo theory into practical. Hiyo ni vito kwa wafanyabiashara wengine pia kwamba tujiunge na hii program ya Mheshimiwa Rais ya ku combine institutions na private sector ili tupate the right product huko mbele, to transform our labor with a high value. It's not possible bila sisi kufanya kazi pamoja na kushirikiana na serikali yetu kama private sector na public sector. Leo tumetembelea kampuni ya Hanspo kwa ajili ya kufanya ushirikiano na hususani katika uandaji wa mitaala ya mafunzo ya ufundi stadi. Kama mnavyofahamu, mitaala ya mafunzo lazima iandaliwe kwa kushirikiana na viwanda waajiri, na tunapotengeneza mitaala tunawashirikisha tangu kuangalia mahitaji ya soko ya ajira, lakini tunahusisha pia watu wa viwandani katika uandaji wa mitaala. Sehemu kubwa ambayo tunaizingatia ni utekelezaji wa mitaala yenyewe baada ya kuiandaa. Na mafunzo tunayatoa kwa nadharia kidogo, lakini na kwa vitendo katika ngazi ya vyuo. Lakini inapohitajika sasa kuongeza ujuzi hususan unaohitajika viwandani, sasa uhusiano wa vyuo na viwanda ndio unapokuja kuhitajika, kwa sababu baadhi ya mitambo huwezi kuipata katika vyuoni, kwa hiyo iko katika viwandani, kwa maana teknolojia kubwa iko huku. Kwa hiyo tunapokuwa na mahusiano kama haya, tunahakikisha ujuzi unaopatikana unakuwa unakidhi soko la ajira. Kwa hiyo Hanspo ni kampuni ambayo inatengeneza magari, lakini pia ina viwanda vingine, na sisi VETA tumetengeneza mitaala na hususan mtaala wa
magari yanayotumia umeme, na huu mtaala ni mpya kabisa, tunakusudia sasa kutekeleza. Kwa hiyo leo baada ya kutembelea hapa tumeona Hanspo anatengeneza magari ya umeme, lakini magari mengine ambayo yanatumika kwenye huduma za utalii. Lakini vile vile sisi tunaandaa mitaala inayohusiana na utalii. Na leo hii Hanspo ametupa nyongeza ya kuandaa mtaala wa madereva wanaoendesha magari ya utalii, lakini pia wanakuwa na ujuzi wa kuwaongoza watalii. Kwa hiyo ni hitajio lingine ambalo baada ya kutembelea hapa tumekuja kuona ni hitaji ambalo ni endelevu kabisa, kwa sababu utalii hauishi. Nina furaha kubwa kupata hii nafasi ya kusoma, kuja kujifunza kwa vitendo kwa muda wa miezi miwili hapa Hanspo. Ni nafasi nzuri kwa kuwa kuna vitu ambavyo tulikuwa tuvipati kwa kule hivi, hapa tumeweza kuvipata kiurahisi. Kwa mfano, kule tuna teaching models mbalimbali, siwezi nikasema hatuna vifaa, lakini kwa hapa hivi unafanya kitu practically kabisa. Unakiona kabisa mambo yote unayaona kwa macho, sio kwamba unaona kama kwenye model. Unaona kabisa kwa vitendo. Na watu hapa ni wakarimu sana, wametupatia hii nafasi. Tunashukuru sana. Pia ningependa kuishukuru serikali kwa kutekeleza huu mpango wa mahusiano. Vision iliyopo sasa hivi tunajiona kwamba tunaweza tukafika mbali, tukafika malengo yetu. Mfano, tushaona kama hii ni development kubwa sana katika taifa letu. Ni nafasi nzuri exposure, kwa sababu unaona tunapata exposure ya vitu, magari ya umeme. Mfano, magari ya umeme ni machache sana kwa sasa hivi, lakini ndani ya miaka 5-10 ijayo tunaiona hii field inaweza ikafikisha mbali. Na hivyo tungependa pia kuishukuru serikali kwa kuendeleza mahusiano mazuri na kampuni kama hizi. Tumedhamiria tunaboresha elimu yetu.